Na kwingineko, ikiwa ni siku ya pili ya Rais William Ruto katika ziara yake ya siku ya 3 katika kaunti ya Migori, ambapo amezindua miradi tofauti ya maendeleo maeneo ya Rongo, Awendo, Uriri na Nyatike, wengi wameitafsiri kama mikakati yake ya kuvutia wenyeji wa Nyanza kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Wacha tupate maoni ya wengi hao. Mwisho, mimi nataka niwaambie viongozi wa taifa letu la Kenya, mimi nataka niwaeleze wakati huu ni wakati wa kupanga mambo ya kazi ya wananchi. Hii mambo ingine mingi ya kupanga siasa, kuna siku ya siasa itakuja, na hiyo ni 2027. Wanaume na wanawake watakutana kwenye debe. Wale watakuwa na bahati watasonga mbele, wale hawatakuwa na bahati watakwenda kuvua samaki, wengine wataenda kulima shamba. Hakuna problem. Ama namna gani? Mnasemaje nyinyi wananchi? Si nyinyi wananchi ndio kuamua? Mimi nauliza hapa Rongo, wewe mtu ya tarumbeta, ngojea sasa. Wewe mtu ya tarumbeta, nimeanza nikuulize, nilikuwa nimesoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa ndio tuende mbinguni. Sasa hii tarumbeta, kwani tunaenda mbinguni leo? Ngojea na tarumbeta kwanza. Ama na mrekadi. Sasa niulize nyinyi watu waliosiri hapa, watu wa Rongo, si nyinyi ndio mtaamua nani ataendelea, nani atabaki? Si nyinyi ndio mtaamua MCA, muamue wabunge na maseneta na magavana na rais, ama namna gani? Si mtaamua nani amefanya kazi? Hapa hakuna kuamua kwa sababu ati sura, mtu wako na sura. Hii si contest ya urembo. Hatutaamua kwa sababu ati nani ni wa kabila gani. Hawa wananchi wanataka kujua nani yako na mpango ya kujenga barabara, nani yako na mpango ya kuunganisha stima, nani yako na mpango ya kilimo, nani yako na mpango ya ajira ya hawa vijana. That is going to be the yardstick upon which the people of Kenya will elect the next leaders. Wasifikiri ya kwamba watatuuzia ukabila ama chuki. Tunaelewana? Hasira, ukabila, chuki, migawanyiko haina bei kwa mambo ya kutafuta viongozi wa taifa letu la Kenya wa siku zijazo.